Vile vile natambua katika soko lile la zamani kulikuwa na upangishaji usiofuata utaratibu. Mfumo huu ulisababisha soko kukosa mapato na kuleta malalamiko miongoni mwa wafanyabiashara. Hivyo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ihakikishe mchakato wa kuwarejesha wafanyabiashara waliokuwepo awali unafanyika bila kujuana, bila upendeleo, bila ukiritimba. Nakumbuka nilikuja kutembelea soko hili. Nilikuta wafanyabiashara wengi ndani ya soko wamebanana na wengine nje ya soko, vibanda vingi mno. Ile ilikuwa inaonyesha uhitaji wa kuwa na soko la aina hii na masoko mengine ya aina hii. Kwa hiyo niwaombe sana, na tumefanya lamana kwamba mbali na kurekebisha soko lililoungua, lakini tumejenga soko lingine lenye ghorofa 6 lenye huduma mbalimbali. Kwa wafanya biashara wale waliokuwa ndani warudishwe bila upendeleo, na wale waliokuwa nje nafasi zilizokuwepo wawekwe bila upendeleo. Nisingependa kusikia, hapa nazungumza na wakubwa wa jiji la Dar es Salaam na wilaya ya Ilala, nisingependa kusikia nyinyi wakubwa ndio mnahodhi maeneo humu ndani na kuwakodisha watu. Shirika lenyewe la masoko ya Kariakoo ndio likodishe watu humu ndani, na ukodishaji uwe transparent, yaani uwe wawazi, mapato yawe ya wazi, matumizi yawe ya wazi, nitasema baadaye. Lakini singependa kuona viongozi ndio mnachukua maeneo na nyinyi ndio mnakodisha hawa wadogo wadogo. Hapana. Ndugu zangu, yapo malalamiko mengine kuhusu mifumo ya tozo na ada za pango la kupangisha maeneo ya biashara. Niwaelekeze wataalamu wa TAMISEMI, jiji na management ya soko kukaa kwa pamoja na wafanyabiashara na kuja na mapendekezo yatakayolinda pande zote mbili. Wafanyabiashara lazima walipe pango, lakini pango zenyewe zisiwe za kuumiza sana na zisiwe chini sana. Hili ni soko la kimataifa. Asiyeweza kulipa asubiri tumalize maeneo mengine. Na leo hapa niliambiwa kuna wanangu wa machinga au wafanya biashara wadogo wadogo ambao walitaka kuingia na fulana zao waniambie, mama, tunasubiri soko la kule Jangwani, soko la bonde la kule, lakini mmewazuia kuingia. Nataka kuambia wanangu, sauti zenu nimezisikia, na soko lile kama alivyosema waziri kwamba tuko katika hatua ya kulijenga. Amesema kuna mambo yanafanyika pale, tuweke bonde sawa, tupate eneo tuweze kujenga soko. Serikali iko tayari kujenga soko tukimaliza hatua za daraja, maeneo ya daraja, kunyanyua kuta na mambo kama hayo, ili soko lile lijengwe vizuri na lijengwe eneo salama. Lakini sauti zenu nimelisikia, na nataka niwaambie soko tutalijenga kule Jangwani. Lakini jengine nalotaka kusema hapa ni kwa uongozi wa soko kuwa na kanzidata, orodha ya wafanyabiashara wote watakao kuwepo ndani ya soko. Ulipaji wa kodi ufanywe kwa kutumia mifumo, ili asiweko hata mmoja ambaye hatalipa kodi hizi. Kwa kutumia mifumo tunaweza kumjua kila mfanyabiashara aliyeko yuko pahali gani, anafanya biashara gani na kiasi cha kodi anachotakiwa kulipa. Kwa hiyo twende tukatumie mifumo. Ndugu yangu Ashraf, au sijui mwanangu, kwa eji yako, kama hujajipanga, wasiliana na ofisi ya Waziri Mkuu au TAMISEMI
muunganishwe na iga mifumo ya serikali, ili mifumo iunganishwe ndani ya soko na soko liendeshwe kisasa kabisa. Lakini uwazi kwenye mapato na matumizi, na hili narejea kusema ndiyo sababu kule nyuma soko hili lilitiwa moto. Uwazi wa mapato na matumizi yanapokuwa hayapo wazi, unapokuja ukaguzi, jambo la maana karibu hivi watu kuhifadhi nafasi yao ni kutia moto, ili taarifa rekodi zisiwepo. Kwa hiyo niwaombe sana uwazi wa mapato na matumizi ndani ya soko. Jambo jingine muhimu ni mazingira yanayozunguka soko hili. Mwingiliano wa shughuli za biashara umeleta msongamano mkubwa kwa watu wa mahali hapa. Natamani tujifunze kwa masoko ya wenzetu nje. Mizigo nimeshasema ishushwe kwa mpangilio, na kutoa bidhaa zitoke kwa mpangilio kwa nyakati maalum, lakini ununuaji hauna nyakati maalum. Saa zote watu watakuwa wananunua, kwa utoaji wa mizigo nao ufanywe vizuri ili kusilete msongamano.